Naam, asalamu alaykum, ama horigani mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Na nikwambie tu ya kwamba ni wakati mwingine tena ambapo tunazungumza na miongoni mwa watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini. Anaitwa Sheikh Diwani. Mmoja kati ya watu ambao wamejitolea moja kwa moja kwenye kuhakikisha kwamba wanawasaidia watu whether kwa ushauri ama kwa matibabu fulani hivi. Ukiwa na shida nayo unaweza kumpata hapa ofisini kwake maeneo ya Mbagala, ama unaweza ukapiga namba za simu ambazo mwisho wa mahojiano haya bila shaka atakwenda kuzitaja. Na lengo kubwa la kuja kuzungumza naye muda huu ni kuhusiana na tukio ambalo limeweza kufanyika jana, chungu cha 19 kama sikosei. Moja kati ya tukio ambalo limeibua hisia za watu wengi sana, hasa wale ambao wapo kuna kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana kwamba Waislamu. Nikukumbusha tu ya kwamba kutokea kwenye maeneo ya Masaki, the Superdome, kulikuwa na tukio ambalo liliongozwa na Wasafi chini ya rais mwenyewe Diamond, kwa maana kwamba Nasibu Abdul aliweza kufuturisha tukio ambalo limeibua hisia za watu wengi kama wanalalamika hivyo, wanasema haikuwa sahihi ama hapakuwa ni halali kile ambacho Diamond amekifanya. Sababu zimekuwa tofauti. Wapo ambao wanasema kwamba kulikuwa kuna watu ambao sio Waislamu, wapo ambao walikuwa wanasema kwamba kuna watu ambao wamefutulishwa lakini hawakuwa na uhitaji, kwa maana kwamba hawakushindwa kupata ila ya iftari kiasi kwamba mpaka wao wamekwenda kufutulishwa. Wengine wameongea mengi zaidi, lakini nikasema tumtafute Sheikh Diwani atuambie nini maana ya kufuturisha na kina nani ambao wanastahiki kufutulishwa. Kama kuna kingine ambacho tulikuwa tukifahamu, ni huenda ikawa ni elimu kwetu, tunakwenda kukifahamu. Sheikh Diwani, asalamu alaykum. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, bila shaka wewe ni miongoni mwa watu ambao wamesikia kama sio kuona kile ambacho kimetokea jana maeneo ya the Superdome kuhusiana na tukio la kufutulishwa Wasafi waliokuwa wameweza kuandaa futari, kwa maana kwamba kwa ajili ya Waislamu. Sikumbuki walisema kama ni kwa Waislamu, lakini lengo tu ni kuandaa futari. Nina mengi ambayo nitamani nikuulize. Kwanza tuanze hapa. Nini maana ya kumfutulisha mtu? Naam. Jambo la kwanza tunaposema kumfuturisha mtu au iftari, ni chakula ambacho kinachoandaliwa lisaimin, kwa ajili ya watu waliofunga. Yani watu waliofunga wakapata kile chakula, hawa ndio wanaitwa watu waliofuturu, na kile chakula chenyewe kinaitwa iftar, kwa maana kufuturisha au chakula cha kuftari katika hali za namna hiyo. Kwa unaposema iftari, maana yake ni rasmi kabisa kwa wale ambao waliofunga. Ndio hasa inakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika iftari kwa wale waliofunga, ni vizuri zaidi kuwafuturisha wale ambao wasiojiweza. Hii ni nzuri zaidi. Lakini haikataliwi pia kuwafuturisha wale ambao wanajiweza, haikataliwi kisheria. Ila iliyo nzuri zaidi ni kuwafuturisha wale ambao hawajiwezi. Hii ndio bora zaidi. Unajua watu wa balagha wana maneno, wanasema yuqaddamul ahammu minal muhimmi, kwa maana siku zote kinatakiwa kitangulizo zaidi kitu kilichokuwa muhimu zaidi kuliko muhimu. Kwa maana kuna kitu muhimu kinatakiwa kifanyike, lakini tunatazama muhimu zaidi. Kwa hiyo kufuturisha wale wenye kujiweza ni kitu muhimu, lakini kuwafuturisha wale ambao wasiojiweza ni muhimu zaidi. Kwa hiyo tungetazama hapa, tungekuwa tumepatia vizuri zaidi. Ingawa pia kufuturisha waliojiweza sio makosa, si kitu kibaya, na sheria haikatai kufanya hiyo. Hii inaonyesha pia mapenzi, labda watu wanapendana, wanapenda kuwa pamoja, kwa hiyo wakaitana mahala, njoni tufuturu pamoja, wale wana uwezo wa kujifuturisha wao wenyewe. Pia hii inaweza ikawa inaonyesha mapenzi na namna tulivyoshibana katika hali ya namna hiyo. Nafikiri hili si tatizo katika hali hizo. Ima hichi kitu ambacho kinachosemekana ya kwamba ndani yake kulikuwa na watu ambao hawakufunga mathalan, lakini kadhalika ndani yake kulikuwa na watu ambao hawakuwa Waislamu. Je, hiki kinakuwaje? Kwa mujibu huo, kuna kitu kinachoitwa itaamun. Itaamu maana yake ni kulishiza chakula. Na hii itaamu haina tatizo, awe Muislamu asiwe Muislamu anafaa kulishwa, yani kupewa chakula akala. Hii haina tatizo kabisa kwa mujibu wa sharia, kwa sababu tukitazama katika sharia kuna watu ambao katika hiki kitu kinachoitwa itaamu taam, kulishiza chakula, ni katika kitu ambacho bila shaka
kinakwenda katika faradhi. Maana kuna kulishiza chakula kwa lazima na kuna kulishiza chakula kwa sunna. Tunaposema sunna, maana yake ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu na ukiacha kulifanya haupati madhambi, ila utapata thawabu kama ukilifanya, kwa sababu utakuwa umejichumia khairi nyingi kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, kuna kafaratul yamin, kwa maana kuna kafara ya kiapo. Kwa mfano, mtu ameapa akasema, anamwambia mkewe, kuanzia leo, kwa sababu umefanya jambo kadhaa, kuanzia leo mimi nawe hatushei katika tendo la mke na mume, hatushei katika hilo. Sasa ikafikia mahala akaona ana haja ya kushea sasa na mkewe, kwa hiyo anataka avunje hiki kiapo. Kwa hiyo inatakiwa atoe kafara ya kuvunja kile kiapo ili jambo liweze kuendelea. Sasa huyu kafara anafanya nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani katika kafara ya kiapo ni nini? It'amu 10 masakin, ni kuwalisha maskini 10. Kwa maana atengeneze chakula, lakini kile chakula awaite maskini 10 na awalishe kile chakula, au kiswatuhum, au awavishe, kwa maana awanunulie mavazi waweze kuvaa yale mavazi, kwa lengo la kutengua kile kiapo alichokuwa yeye ameapa katika hali za namna hiyo. Faman lam yajid, lakini ikiwa kama hakupata iko chakula cha kulisha maskini 10, sama 3 ayamin, basi huyu atafunga masiku 3. Hii ndio inakuwa kwa ajili ya kutengua kile kiapo katika hali za namna hii. Sasa hiki chakula cha kuwalishiza hawa watu, hiki kinaitwa ni chakula cha lazima. Qala Maliku rahimahullah, hapa ndipo aliposema al-Imamu Maliki rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zimfikia, anasema la yujzi'u an yut'ama fil kafarati kulliha illa hurran musliman miskinan. Anasema haifai kabisa kupewa chakula, kwa maana mtu akala chakula kilichotokana na kafara, isipokuwa huyu anatakiwa apewe chakula lazima awe kwanza ni mtu huru, lakini awe ni Muislamu, lakini kadhalika awe ni maskini. Yani sifa za mtu ambaye anatakiwa apewe chakula katika vyakula ambavyo bila shaka kuna faradhi ndani yake, ni lazima utoe ili kuvunja kile kiapo. Lazima anayepewa chakula hicho awe huru kwanza, awe ni mtu huru, asiwe mtumwa labda, lakini kadhalika awe Muislamu na awe maskini, hajiwezi katika hali za namna hiyo. Hizi ndio taratibu ambazo namna zilivyo. Lakini al-Imamu Shafi'i naye akasema hivyo hivyo katika mazingira kama haya, lakini na Ibn Qudama akasema an yakunu muslimina wala yajuzu sarfuhuma ila al-kafirin dhami kanan au harbiyan, akasema katika hali za namna hiyo. Sasa nakuja hapa ambapo nilipokuwa na pakusudia kutoa majibu yaliyo sahihi kwa wale ambao wamekwenda pale katika kilichoitwa iftar. Kwa waliofunga hii ni iftar, na kwa wale ambao hawajafunga hii inaitwa it'amu, ni kualishiza tu chakula, ambapo sheria haikatai katika hilo. Ibn Qudama anasema nini? Sikiliza maneno ya mwana wa chuoni huyu Ibn Qudama, ya anasema hivi: wa kullu man hurima sadaqatul faradhi, na kila yule ambaye aliyoziwiliwa asipewe sadaka ya faradhi, kwa maana kama ile tumeona ya kiapo, minal aghniyai, miongoni mwa matajiri, wa qarabatil mutasaddaqi, lakini na wale walio karibu na huyu anayetoa ile sadaka yenyewe, wal kafiri, na hata kwa wale ambao si waislamu, wa ghairihim, na wengineo. Sikiliza Ibn Qudama anasema nini katika hawa wanavyoni. Anasema yajuzu dafu sadaqati tatawu'i ilaihim, inafaa kuwapa sadaka ambayo sadaka hiyo hukumu yake ni hukumu ya sunna, kwa maana ni sunna katika hali za namna hiyo. Kama hii sadaka ya kufutarisha mwezi wa Ramadhani, hii ni sunna, sio faradhi. Hii ni sunna tu. Kwa kuwa ni sunna, Ibn Qudama anasema hata wakija wale watu ambao hawajafunga na hata wale ambao si waislamu kabisa wakaitwa katika sehemu ambapo watu wanafutarisha mahala hapo, anasema haina tatizo, kwa sababu hii ni sadaka ya sunna. Anaweza kwenda aliyefunga, anaweza kwenda asiyefunga, anaweza kwenda Muislamu, anaweza akaenda asiye Muislamu.
bwana mkubwa Ibn Qudama anasema haina tatizo hiyo, wala hum akhdhuha, lakini kadhalika ni muhimu sana pia na wao wanapoitwa hawa watu waitikie wito. Anasema hivyo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kama Diamond aliwaita watu akawaambia jamani kuna iftar, katika iftari hiyo akawaita Waislamu na akawaita wasio Waislamu. Kwa Waislamu hii iftar itakuwa ni iftar, na kwa wasio Waislamu hii huku kuitwa kwao hii itakuwa ni itaamun, maana yake kualishiza chakula. Kwa mujibu wa Ibn Qudama anasema hakuna tatizo maadamu hao walioitwa katika maeneo hayo wameitwa katika sadaka, ambayo sadaka hiyo ni tatawui, ina hukumu ya sunna katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hakuna tatizo katika hilo. Kwa hiyo maana yake kwamba hakuna dhambi ambayo Diamond ameifanya jana kwa kukusanyisha watu ambao sio Waislamu na watu ambao hawana uhitaji ule. Mimi kwa mujibu wa aya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Allah anasema wayut'imuna at-ta'ama, katika waja wa Mwenyezi Mungu walikuwa bora ni wale ambao wanaotoa chakula, yani wanalishiza chakula, ala hubbihi, kutokana na mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hata mapenzi ya jamii. Wanafanyaje? Wanatoa chakula, lakini wanawapa watu gani? Miskinan, wanawapa maskini, wa yatiman, kisha wanawapa mayatima, wa asiran, na wanawapa asira, kwa maana mateka. Tunaposema mateka, kanuni jinsi ilivyo, mateka mara nyingi wanakuwa si Waislamu, hasa katika wakati wa Bwana Mtume Muhammad. Maana yake hawa wanaofanya tendo hili la kulishiza chakula wanaonyesha mapenzi yao kwa Mola wao, wanaonyesha mapenzi yao katika jamii yao katika hali za namna hii. Mungu anasema hili ni katika tukio ambalo linalopendeza kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hakuna madhambi aliyofanya Diamond katika kuwaita watu wasio Waislamu kwenda katika kupata chakula. Hakuna madhambi, bali kinyume chake kuna thawabu katika hilo biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hali hiyo Mwenyezi Mungu anasema innama nut'imukum, hawa watu huwa wanasema maneno haya, hakika sisi tunawapeni chakula hiki, tunawalisheni chakula hiki. Kwa nini? Liwajihillah, kwa ajili ya kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaraji wala kutaka kutoka kwenu malipo katika hichi tulichofanya, wala hatutaraji kutoka kwenu mseme tunashukuru sana. Sisi tunachotaka, tunafanya hivyo kwa ajili ya kutaraji radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika hali ya namna hii, sala la iftar lilofanyika kwa Diamond, kwa wale waliofika pale Waislamu ambao wamefunga, hii kwao inaitwa iftar. Lakini kadhalika kwa wale ambao bila shaka watakuwa wamefika pale hawakufunga au si Waislamu, kwao hii inaitwa itaamun. Kwa hali ya namna hiyo, sheria haikatazi iftar kwa waliofunga na sheria haikatazi itaam kwa wasiofunga katika hali za namna. Kwa hiyo yuko sawa katika suala la namna hiyo. Na Mtume anasema, nikiongezea hapo, anasema khairun nasi man anfa'a nasa au kama qal, anasema mtu bora zaidi miongoni mwa watu ni yule ambaye anawanufaisha watu wenzao. Mtume hakusema khairun nasi man anfa'a almuslimin, hakusema hivyo kwa maana mbora wa watu ni yule ambaye anayewanufaisha Waislamu, hakusema hivyo. Amesema khairun nasi, mbora wa watu. Ili mtu awe kuwa ni mtu bora, awe ni mtu safi, anfa'uhum linnasi, ni yule ambaye manufaa yake huwanufaisha watu katika hali ya namna. Kwa hiyo bila kutazama mtu huyu ni Muislamu au ni Mkristo au ni mtu wa namna gani, maadamu anaitwa mtu, basi huyu akawanufaisha watu, Mtume anasema huyo ni mtu bora katika hali za namna hiyo. Na Uislamu ni dini rahma, dini ya huruma, tuhurumiane, lakini kadhalika ni dini ambayo pia inatengeneza yani musawat,
usawa baina ya Waislamu, baina na wale ambao wasio Waislamu. Tuwaite, tuwaonyeshe tabia njema, tabia nzuri, akhlaqi iliyokuwa bora kabisa, tuwape tulicho nacho. Basi hii pia inatengeneza mahaba, inatengeneza mapenzi na inatengeneza ukaribu ambao unaweza ukapelekea kuanza kuwalingania tukiwa nao karibu katika hali za namna hiyo. Ukimtazama mama Asma binti Abi Bakarin radhiyallahu anhuma qalat, yeye anasema hivi, na hapa ndipo tunataka kubainisha kwamba hata akija mtu ambaye ni Mkristo au hata akija mshirikina, una haja ya kumpa chakula, una haja ya kumhudumia pale unapoweza, una haja ya kumsaidia katika kile unachoweza, kwa sababu kufanya hivi ndio tabia ya Kiislamu namna ilivyo. Kumpa chakula ama kumfutulisha hapo? Kumpa chakula, si ndio kumfuturisha huko? Maanake iftari ni kwa aliyofunga, lakini kwa ambaye hajafunga ni kumpa chakula. Kunaitwa kumpa chakula, hata kama yeye atasema hii ni iftari, lakini kimustalaha wa taaluma hii inaitwa it'am, ni kumpa chakula. Tunaelewana vizuri? Ni sawa na chakula. Kwa mfano wewe ukiandaa chakula chako nje ya mwezi wa Ramadhani, nje ya masiku ya saumu, lakini chakula hicho ikawa majira yale ya saa 12:30, hauwezi kukiita kwamba hii ni iftari, ingawa kipo katika muda ule ule, na inawezekana chakula ndio kicha mfano ule ule ambao unafanya nini, unaftari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani au katika masiku yale ya saumu, katika hali za namna hiyo. Lakini wakati huo kama utakipeleka katika siku za iftari utakiita iftari, lakini ni kile kile chakula. Kwa hiyo mustalaha kwa aliyefunga inakuwa ni iftar, kwa anayekula inakuwa ni chakula cha kawaida tu katika hali za namna hiyo. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, yeye anasema hivi, qaddamat alayya ummi, siku moja alikuja kwangu mama yangu, wa hiya mushrika, hali ya kuwa huyo mama mwenyewe naye ni mshirikina, manake sio Muislamu. Anasema Asma binti Abi Bakar, faqult, ukiwa sio Muislamu, ukiwa mshirikina tu manake unakuwa nje ya Uislamu. Sio, unakuwa nje ya Uislamu. Naam. Faqultu, anasema nikasema, Asma binti Abi Bakar anasema nikasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, inna ummi qaddamat alayya wa hiya raghiba, mama yangu amekuja kwangu lakini yeye ni mshirikina, si mtu wa dini ya Kiislamu. Afa usalliha, je, ninaweza kumhudumia? Je, ninaweza kumpa chakula? Ninaweza kumfanyia yote katika huduma zinazotakiwa? Qala naam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, haswa, ndivyo inavyotakiwa. Salli ummak, muhudumie mama yako. Maana yake kwa lugha nyingine, akija jirani yako au rafiki yako au sahiba wako ambaye yeye sio Muislamu na kaja kwako, anataka pia umsaidie, au kadhalika kaja kwako inatakiwa wewe kumpa chakula, fanya hivyo katika hali za namna hiyo. Haya ni maelekezo ya kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad, yakiashiria kwamba Uislamu ni dini ya kuhurumiana, Uislamu ni dini unaochunga nidhamu na heshima, lakini kadhalika Uislamu ni dini ambayo bila shaka inatazama utu na ubinadamu katika hali za namna hiyo. Tubaki hapo kwenye Uislamu, ni dini ya huruma, ni dini ambayo inatazama utu. Palisika sauti za wanawake ama kina mama wakiwa nje ya ukumbi. Sahih. Wanasema wao hawakuwa miongoni mwa watu ambao wamealikwa, kwa maana kwamba hawakuruhusiwa kuingia na walibaki nje. Walistaajabu kuona walioingia ndani, mbona ni watu ambao wana uwezo wa kujilisha, sisi maskini tupo nje. Na inaonekana, mimi sikuwepo, inaonekana kwamba wale watu walikosa iftari. Na natamani nifahamu kukosa kwa wale Waislamu au wale watu ambao inaonekana ni maskini waliokuwa nje, au uwezi ukabatilisha uhalali ama fadhila zile ambazo wanapata kwa kuingiza wale wenye ambao hawana uhitaji waliokuwa ndani? Jambo la kwanza, siku zote kuna kauli inasema la tataqaddam hatta yaqula laka nasu taqaddam. Siku zote kuna kauli inasema usijisogeze mbele mpaka watu wakwambie bana pita mbele ndio na wewe usogee. Sasa hapa nafikiri katika kauli yako umesema dhahiri kabisa kwamba hawakualikwa, manake wamevamia. Sasa hao waliovamia hawajulikani, hilo jambo la kwanza. Lakini kulalamika kwao hakubatilishi kile kilichopo pale, kwa sababu watu wameweka utaratibu wao bana. Wameweka utaratibu wao, na katika ule utaratibu walioweka hakuna makosa. Bali kama jinsi ambavyo tulivyosema mwanzo ya kwamba kuwapa maskini, kuwaftarisha maskini ni bora zaidi kuliko kuwaftarisha wale ambao wenye uhitaji.
Lakini kadhalika ndio maana tukaona Ibn Qudama yeye anasema wale matajiri na wanaojiweza na wenye uwezo na ambao bila shaka wapo katika hali iliyokuwa nzuri, katika sadaka ya tatawui, sadaka ya sunna ni halali kwao, inafaa, na wanahitajika vile vile waitike wito wakiitwa. Yani wakiitwa bana njoni tuwafutari, yani niwafutarishe leo mimi, na wakati wao wana uwezo inawezekana kuliko hata mimi, basi wana haki ya kuniitika na waje katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo hawa ambao waliosikika wakisema mlangoni la au nje huko, unasema wameona watu wanaingia ambao hawana uhitaji, ndio waliohitajika. Lakini kadhalika na wao wakawepo pale hawakupewa, sio tatizo hilo, sio tatizo hilo. Na wala haibatilishi kile kilichofanyika kule ndio kawa hakikuwa sahihi kwa sababu eti hawa wamekaa hapa wana uhitaji lakini hawakupewa. Hapana, kwa sababu ilisikika sauti ya mmoja, sikumbuki kama ni Waislamu au sio Waislamu, alisema kwa nini hii futari asingeandaa sehemu kama yenye uwanja hivi, open space, kila mtu aende, na si kuweka matabaka, hawa waje hawa wasije. Sahihi kabisa, maneno mazuri sana. Lakini huo sasa ni utaratibu wake, yani ni utaratibu wa muandaaji. Yeye ndo anajua naandaa jambo langu kwa utaratibu gani. Kwa hiyo haya yaliotoka ni mawazo, hatutaki kuyapuuza, tunahitajika kuyachukua kama mawazo yalikuwa mazuri. Kwa wakati mwingine Diamond asikie kauli hizi, achukue kama ni mawazo ya watu ambao waliokwenda, kisha baada ya hapo wakabakia kusalia wao nje. Kwa hiyo achukue kama ni mawazo, wakati mwingine akiandaa basi alifanye katika uwanja ambapo wanaweza kwenda watu wa aina mbalimbali. Nafikiri ni wazo zuri, si wazo baya, ni wazo zuri sana, kwa sababu pia litasaidia. Pia kuna wengine ambao inawezekana wakawa wametoka katika mihangaiko yao, kuna iftari hapa na mimi akitazama muda wake anaona nyumbani siwezi kuwahi, anaweza kupata pale na wewe ukaendelea kuvuna thawabu na kuvuna malipo ambayo yalikuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mtihani tulikuwa nao ndugu yangu bwana Nyundo ni huu ufuatao. Sasa hivi yani dini yetu hii tukufu ya Kiislamu ni kama inapoteza mwelekeo kwa hali ifuatayo. Yani kunaibuka watu ambapo maalumati yao katika dini ni madogo au hakuna kabisa, lakini ana uwezo wa kuisemea dini kama vile yeye ni mwanadini. Hii ni tatizo kubwa sana. Hivi ni kweli kabisa inawezekana ikawa pale kaenda shekhe wa mkoa, Shekhe Walid Al-Hadi, yuko pale shekhe wa mkoa, ambapo sisi tunaamini kabisa Shekhe Walidi ni shekhe mwenye maalumati makubwa sana, kiongozi wetu. Sahihi kabisa. Je, inawezekana kaenda mahala penye maajabu mauzauza pasipofaa, ye kaenda pale mahala ikawa tu ni mtu ambaye wajabu tukaenda pale basi? Hapana. Kakubali kuunganika na watu ambao wanajiita mitume. Watu wanaojiita mitume watabakia wao kujiita mitume. Haibatilishi chochote, kwa maana wao kuendelea kujiita mitume na kwenda pale katika sehemu ya iftari haibatilishi chochote. Wao kuendelea kujiita mitume. Hawa wanaopiga kelele wangekuwa wa kweli, wangewafuata kule kwanza waliko, wakaenda kwambia nyie sio mitume. Hawa wafati, hawaendi, wao wanasubiria wakiwaona watu ndio waanze kuwashambulia watu katika hali za namna hiyo. Si maajabu haya. Nani kaishawahi kuwafuata? Si wanawajua walipo? Walishawahi kuwafuata hata wakaenda kwa jamani nyie sio mitume, wakawalingania, wakatuambia jana sisi tumeshaenda pale nani alishafanya hivyo? Hakuna. Sasa kama hakuna, wewe unalaumu vipi watu katika jambo hilo ambalo wewe mwenyewe hukulifanya? Katika aru alaika idha falta adhim, wanasema wasemaji, ni aibu kubwa kabisa pale ambapo wewe hujafanya hicho kitu cha hali ya namna hiyo, alafu wewe unawatuhumu wengine kwa nini hawakufanya wakati wewe mwenyewe hujafanya. Unamtuhumu mtu hakufanya wakati wewe hicho unachotuhumu kwamba hakufanya fulani wewe mwenyewe hujafanya. Hao wanaojiita mitume wanajulikana, wanapopatikana panajulikana. Kwa nini msiende mkaenda kufanya da'wa zenu hapo, alafu baadaye mkaja kuyasema haya? Hawaendi, wana kazi yao kulaumu watu wengine. Huu ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo dini imekuwa hivi sasa hivi, mtu anakupuka tu, anaweza kusema maneno ajabu tena anawasemea mashekhe wakubwa, anamsemea mufti, anamsemea shekhe wa mkoa, maneno ya hovyo ya ajabu yasiokuwa na kichwa wala miguu. Yani kana kwamba vile wale mashekhe hawajui kitu, kama vile wale mashekhe wamekaa wapo tu, kama vile wale. Hii ni hatari sana.
imefika katika hatua ngumu mno. Na hii ni sababu ya mapandikizi yaliyopandikizwa katika dini kuja kuharibu dini. Hakuna nidhamu tena kwa waumini wa Kiislamu, kwa mashekhe zao hakuna nidhamu. Hakuna heshima tena, waumini wa Kiislamu kwa mashekhe zao hakuna heshima. Ukiuliza nini? Sisi tupo katika Qur'ani na Sunna. Sio kweli. Hakuna Qur'ani na Sunna inayotaka mtu avunje heshima mwingine. Hakuna kabisa. Na kweli imesikika watu wengi wanalaumu Sheikh Walidi alikuwepo pale na anaruhusu vipi Diamond anafanya mambo kama yale, anaunganika na watu ambao sio Waislamu. Wengi wamelalamika. Kuunganika na watu ambao sio Waislamu sio makosa. Sio makosa. Na wala hatuunganiki na watu ambao sio Waislamu katika sala la iftari tu. Mbona hapo maeneo mengi tunaunganika pamoja? Masokoni humo mbona tuko pamoja? Ukienda huko katika maeneo ya katika maofisi mbalimbali mbona tuko pamoja? Kwenye madaladala tuko pamoja. Yani maeneo mbalimbali SGR humo tunapanda pamoja. Mbona hawapigi kelele? Kwa maana tunaunganika nao pamoja katika hali za namna hiyo. Kufuturu tu kula. Hapana bwana. Ifike wakati tuwe na heshima na nidhamu na viongozi wetu basi katika hali sana. Tumalizie. Naam. Kuna watu ambao walisikika wakisema kwamba Diamond misingi anaoishi sio Kiislamu. Tunafahamu kwamba ni mwanamuziki. Hujawahi kuniambia kama muziki ni halali kwenye dini ama sio halali. Lakini ile riziki yake ama kipato chake wengi wanakitafsiri kama sio halali. Anaandaa tukio kama lile ambalo linahusisha Waislamu wenye imani zao. Kama si mtu sahihi kuandaa hili ama hata wale waliokwenda manake wanakula pesa za haramu. Hii imekaje? Kwanza kitu kimoja hapo cha msingi kuhusiana na suala la muziki ni halali au ni haramu. Wanavyuoni washaeleza kwa ufasaha kabisa. Hili jambo wamehitilafiana sana wanavyuoni. Kuna baadhi ya wanavyuoni wanasema muziki kama muziki, yani ukiita neno muziki asili yake ni halali. Asili yake ni halali. Isipokuwa sasa utakuja kuwa haramu vile vinavyoingizwa ndani yake. Kukiwa na mashairi ambayo yanayohamasisha ulevi, sawa? Au mashairi ambayo yanahamasisha zinaa. Mashairi ambayo yanahamasisha kukutana baina yani kuvunja ndoa na yale matendo mabaya na machafu. Basi mziki unabadilika kutoka kuwa halali unakwenda kuwa haramu. Au ikawa mtu ndio nafsi yake ni kwenye mziki tu, hana tena swala la kusoma Qur'an, hana tena ibada, hana tena mazuri katika yale ambayo yalielekezwa katika dini, yeye muda wowote yupo katika mziki. Hii inakuwa ni haramu mutlaka, moja kwa moja inakuwa ni haramu katika hali ya namna hiyo. Sasa katika mazingira kama ikiwa yeye Diamond anapata kipato kupitia katika mziki na anafuturisha watu kupitia katika mali ambayo aliyoipata kupitia katika mziki. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hal thuwibal kufaru ma kanu yafalun au ya'malun, hivi watapata wale ambao wasio katika taratibu za dini tukufu ya Kiislamu kwa mema ambayo wanayoyafanya? Inaitwa istifhamul inkari. Majibu yanakuja hawezi kupata mpaka aache ili abadilike yale mabaya yake kuwa mema yake. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili katika haya, najaribu sana kusoma maneno ya Abu Hamid Muhammadul Ghazali. Imamul Ghazali ana maneno makubwa kidogo. Anasema siku moja kuna watu walimwambia nini hukum liman taraka salata amdan, kwa mtu ambaye ameacha sala maksudi kabisa. Anasikia muadhin wanaadhin, yeye haendi msikitini, yupo tu. Hukumu yake ni nini? Abu Hamid Muhammadul Ghazali akasema khudhuhu fadhhabu bihi ila almasjidi, mchukueni huyo mtu haraka sana mpelekeni msikitini akaswali. Ndio hukumu yake. Yani hukumu yake, watu walihisi labda atatoa hukumu kali kabisa, akamatwe, apigwe bakora, afanywe, lakini akasema hukumu yake mchukueni mpelekeni msikitini. Baadhi ya watu wenye jazba pale, maana sasa hivi kuna watu wana jazba, dini yenyewe hawajui, lakini jazba ndio iko mbele. Yani mtihani sasa hivi katika dini tukufu ya Kiislamu, na ndio watukanaji wakubwa hao. Hawajui dini na ndio watukanaji namba moja, basi ili mradi shughuli tu, mtihani mkubwa. Wakijua haya moja ndio hiyo mtihani. Sasa akatokea pale watu wa jazba, wakamwambia inakuaje Abu Hamid unatoa hukumu nyepesi namna hii? Akawaambia tulieni bwana, tulieni. Nimetoa hukumu hiyo, ninajielewa na ninajitambua na ninajua ninachokifanya. Nini? Akawaambia naam,
kun da'iyan fala takun qadiya. Siku zote jitahidi sana kuwa ni mtu ambaye unaowalingania watu katika mazuri, waujue uzuri wa kile unachowalingania waufate, ubaya wa kile ambacho kilicho kibaya ili waweze kukiacha. Fala takun qadiyan, lakini usiwe ni mtu wa kuhukumu yule motoni yule peponi, kama vile wewe ndio umepewa ufunguo wa pepo unamuingiza unayemtaka, na wewe ndio ambao ulipewa ufunguo wa moto unamuingiza motoni unayemtaka. Sasa hivi watu wako hivyo, yani kuna miungu watu inayotembea hivi sasa. Ni mtu lakini yeye ana daraja ya uungu, anajua nani wa motoni nani wa peponi. Kila yani yule anapewa makosa, yule anapewa mabaya, yani kama vile malaika muandika mema na muandika mabaya. Yani yeye anakuwa ni malaika muandika mema na yeye mwenyewe huyo ndio malaika muandika mabaya. Tena mema anajiandikia yeye, alafu mabaya anamuandikia mwingine. Ndio tatizo tulikuwa nalo hivi sasa. Kwa hiyo binafsi kabisa siwezi kusema moja kwa moja ya kwamba huyu Diamond Platinum kwa hichi anachokifanya motoni moja kwa moja. Semi hivyo moja kwa moja, bali nasema hal thuwibal kufaru makanu yafalun, hivi watapata wale ambao wanaoyafanya matendo mazuri ambao si Waislamu au walio katika nje ya taratibu za Kiislamu, watapata thawabu kwa haya wanayoyafanya? Hii ni istifhamul inkari. Istifhamu inahitaji majibu ya kukanusha. Na mwisho nikimalizia na mkasa wa Abu Nawas. Abu Nawas ni shairul Abbas ambaye aliwahi kueleza shairi nzito sana kwa bwana mkubwa al-Imamu Shafi'i. Wakati wa al-Imamu Shafi'i, Abu Nawasi huyu alisema maneno mazito mno. Ndio maana yananishinda kutoa hukumu moja kwa moja kwa Diamond na wenzake. Na hofia kutoa hukumu ya moja kwa moja kwa sababu ya kuangalia hizi taratibu namna jinsi zilivyo. Huyu bana yeye katika alikuwa ni shair, ni mshairi, bingwa la mashairi, kwa sababu pia ndio maana tunasema mashairi, masala ya mashairi haya ya kuchana na nini si tatizo, bali ikiwa kama yatakuwa ni mashairi yanapelekea katika uovu, hapo ndo sawa. Sasa yule bwana mkubwa yeye akatoa mashairi akasema, anasema da'il ubada, anasema waache sana wale watu wanaofanya ibada, lil masajidi yaskunuha, katika misikiti waende wakakae huko wafanye ibada zao, sawa. Wada'il khumara, lakini kadhalika na uache wale ambao walevi, tunaokunywa mpaka tukalewa, tuacheni tunywe mpaka tusaze katika hali za namna hiyo. Kwa nini? Akasema maqala rabbuka wailun lilladhina sakaru, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakusema adhabu kali itawaendea wale ambao wanaokunywa, bal qala wailun lilmusallin, bali alisema adhabu kali itawaendea wale wanaoswali. Alichukia sana bwana mkubwa al-Imamu Shafi'i baada ya kupata habari hizi. Haruna Rashid alitaka kumkata kichwa huyu bwana. Wenzake wakamuombea, wakawaambia inna shu'araa, hakika washairi namna walivyo, yaquluna ma la yaf'alun, wana tabia ya kufanya wasio, yani wanasema wasichokifanya. Washairi wako hivyo, na hata wanamuziki wenu wako hivyo, wana tabia ya kufanya ya kusema wasio yafanya. Utamuona mtu anasema yani kwa mwanamke huyu hapa ndio nimefika, baada ya siku mbili hayuko naye, ana mwingine. Sasa unashangaa yale ulosema jana na leo inakuwaje tena? Wakati huo anasema tena, wakati huyo wa pili anasema kumkanyagia yule wa kwanza aliyopita. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo wana tabia ya kusema wasio yafanya. Aiwa basi muache huru, wakamwacha. Sasa yule bana hakuchukua muda mrefu akawa amepata maradhi, kaumwa, akafariki. Al-Imamu Shafi'i akakataa kwenda kumzika. Akasema hakuna kumzika huyu, bali azikwe tu na watu wawili watatu, habari yake imekwisha. Basi wakati wanamuandaa sasa katika sala la kwenda kumzika, wanaangalia katika nguo zake, wakuta katika nguo zake kuna mashairi yule bwana ameandika. Andika mashairi magumu sana. Miongoni mwa mashairi aloandika anamwambia, ya Rabbi, Mwenyezi Mungu, ikiwa kama kwako Mola wetu wanakuja wale watu wanaofanya matendo mazuri tu, tena ambayo yanakuridhi na kukupendeza we Mola wetu, sisi ambao ni watu wabaya, tunaofanya matendo mabaya yanayokuchukiza Mola wetu, twende kwa nani atakayetupa huruma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
maneno magumu sana. Kwenye nguo yake. Kwenye nguo yake kaandika mashairi yale. Walipoyaona yale mashairi haraka sana wakayachukua wakayapeleka kwa al-Imam Shafi'i. Fika pale kwa Imam Shafi'i, alipoyaona tu yale mashairi pale pale akasimama akawaita watu kaambia, haraka sana twendeni tukamzike yule bwana. Watu wanashangaa, huyu ndo ambaye alituambia tusimzike, na huyu ndo ambaye anatuambia haraka sana twendeni tukamzike. Basi umefika pale, baada ya kumzika sasa wanamuuliza, Imam, tuambie hii imekuwaje? Akasema, naam, siku zote katika yale ambao niliyoyaona katika mashairi yake, huyu bana hatuwezi kumhukumu moja kwa moja. Yani hatuwezi kabisa kumhukumu moja kwa moja, kwa sababu haya mashairi yanaonyesha tauhidi ya hali ya juu. Haya mashairi yanaonyesha imani ya hali ya juu. Haya mashairi yanaonyesha kujutia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali ya juu katika yale ambayo amekuwa akiyafanya. Kwa hali hii sasa akasema al-Imam Shafi'i, siku zote tujitahidi sana kuwa ni watu walinganiaji, tusiwe ni watu wanaotoa hukumu, kwa sababu suala la hukumu ni lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ukimwona siku zote mtu kazi yake ni kuhukumu watu tu, basi jua kabisa huyo kajipa cheo cha uungu. Kwa sababu kweli kuna wakati mwingine unaweza kumuona mtu anafanya matendo ukasema kwa matendo haya kuna hatari. Lakini je, unajua siri yake huyu baina yeye na Mola wake? Anapokuwa faragha, unajua anachokifanya na Mola wake? Kuna wakati mtu anaweza ukamuona katika mandhari ya nje ukasema huyu mtu ajabu sana, lakini katika mandhari ya ndani ana munajati rabbihi, ana kule kunong'ona na Mola wake ambapo hakujui mtu mwingine yoyote ila ni yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila ukimuona nje huku unaweza kusema hakuna mtu mshenzi kama huyu. Kwa hiyo tunahofia kutoa moja kwa moja kusema fulani huyu wa motoni, kwa sababu hatuna yani funguo za kuwaingiza watu motoni na wala hatuna funguo za kuwaingiza watu peponi, bali yale tunayoona tuna haja kuyabainisha yale kuliko kumtaja yeye mwenyewe. Kwa maana swala hili si sawa, halifai yeye kumwambia kwamba huyu wa motoni kwa sababu kafanya, ni hatari sana, hatari sana. Hatari sana. Mwenyezi Mungu tunaomba tujalie kila la kheri. Kwa mimi naweza nikasema tu Sheikh, yani huyu bwana huyu nani anaitwa Nasibu Abduli au Diamond alichokifanya katika swala la kufutarisha ni swala zuri, isipokuwa aboreshe uzuri zaidi kutoka hiki alichofanya leo. Basi akifanya wakati mwingine basi afanye kwa uzuri zaidi, awaite wale watu ambao hawasiojiweza, awaite kwa wingi zaidi kuliko wale ambao wanaojiweza, atakuwa amefanya kilicho bora zaidi. Kakosea mtu mwelekezeni, si ndio hivyo ilivyo? Aelekezwe tu bana, hapa bana ungefanya hivi, ungefanya hivi, ungefanya hivi, ingekuwa bora zaidi kuliko kumtuhumu na mtu kumwita majina mabaya chezi kabisa huyu. So sawa bana. Si katika dini hiyo. Si katika dini. Sawa. Tunamalizia, tunapokea simu nyingi sana, watu wanakuwa wanamhitaji Sheikh Diwani. Hebu wajuze wapi ambapo wanaweza kukupata, kwa namba zipi, na wanapokuwa wamekuja kwako hasa huduma gani ambazo huwa unazitoa wewe? Sahi. Wale ambao wanamhitaji Sheikh Yusuf Diwani, napatikana Mbagala Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini. Na namba zetu za simu ni 0712 31 62 22 au 0756 63 42 77. Na huduma ambazo tunazifanya ni huduma nyingi tofauti tofauti, kwa maana kuna watu wenye maradhi al-amradhu al-biolojia, kuna yale maradhi ya kibiolojia ambayo yameshafanywa vipimo hospitalini na yakatoa majibu, na ukajaribu sana kutumia madawa ya kihospitali mathalan, alafu ikawa bado natija hajapatikana, basi tunaweza tukakupa ushauri bora sana. Lakini kadhalika kuna wale watu wenye shadaid za aina mbalimbali. Kwa mfano kuna watu wana mambo yao ya kazini kwao, kazi zimekuwa mtihani, husda zimekuwa nyingi, fitna, majungu yamekuwa mengi kabisa, wanaharibikiwa biashara zao na mfano wa hayo. Basi inshallah zipo taratibu ambazo zikifanyika hizo, Mwenyezi Mungu huyafanya majambo yakaenda kwa ufasaha wa hali ya juu. Cha msingi ni kuwasiliana nasi, tutakupa utaratibu inshallah na mambo yatakwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, bwana, ni mazungumzo yenye elimu ndani yake. Tuko tunazungumza na Sheikh
diwani. Kuna mengi ambayo amezungumza na kubwa zaidi kuhusiana na tukio ambalo limeweza kufanyika jana, futari ambalo kuweza imeandaliwa na Wasafi chini ya rais mwenyewe Diamond. Mengi amezungumza, lakini wakati ni wako wako. Hebu tuambie kile ambacho unahisi ni sahihi kwa kile ambacho Diamond amekifanya, na kipi ni sahihi kwa shehe ambacho yeye amekizungumza. Tuambie hapo kwenye comment vile ambavyo unaona mambo yalivyo. Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza unatazama video kunako YouTube channel yetu hii, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.